mishahara. Kwanza ni washukuru Level kwa kutukutanisha. Hii ni mara ya pili tangu tuwe na ninyi. Mimi labda niseme hii labda ndio hatua tunaanza. Sababu huko mwanzoni hatukuwa na kitu kama hiki hapa Lushoto. Kama ni walemavu wengine labda wanaitwa na viongozi wao, lakini kwa kuwezeshwa kwa kipindi kilichopita. Sasa mimi swali langu tunarudi kule ambako tulikuwa tunazungumza kwamba Lushoto kama vile hatuna mwamko, yani tumenyamaza, na ni kweli. Si kwamba watu hawana changamoto, wanazo nyingi tu. Lakini na mimi nilipojifunza na miaka kama 40 hapa Lushoto sasa. Unapozunguka kwenye mazingira ya mjini Lushoto, tofauti na maeneo mengine miji mikubwa, utakuta wengine ni omba kwambia saidia, lakini Lushoto hakuna hicho kitu, hakipo. Lakini si kwamba hawana matatizo. Ambao tunakutana nao huku mjini ni wale wenzetu wenye changamoto ya akili, mara nyingi unakuta nao ndio wanazunguka, lakini kwa asiyeona msijapata kusikia, kwenye ulemavu wa viungo sijapata kusikia hapa mjini, kwa sababu tunapita kwenye mazingira. Sasa nasema lakini sio kwamba hawana changamoto. Changamoto zipo. Isipokuwa ni ile kwamba kila mtu anakufa na tai yake shingoni. Hapa tuna viongozi wa kila vyama. Nizungumzie tu mwenyekiti wangu wa chama cha wasiona, yule dada yangu wa Kwesimu. Yule yuko kwenye jamii yake. Na kipindi kilichopita tulisema kwamba tuwe tunakutana na muda fulani, kuwe na muda fulani wa vikundi kukutana. Lakini huyu yuko kwenye mazingira yake na familia yake, ana changamoto zake. Tutakutana kwenye ofisi gani? Hakuna ofisi. Kwa wenzangu walemavu wa viungo na wenyewe sijasikia kwamba kuna ofisi fulani ambapo unaweza wakakutana. Sasa hilo ni changamoto moja hapo ambayo nimeiona. Sasa ushauri wangu, ninyi kama Level ambao ndio tunaanza hatua, nafikiri hii ni hatua pia kwa sababu haikuwepo, kwamba labda kuwe na tarehe maalum au na vipindi maalum, kwamba hao wenzetu, hao viongozi wetu wawe na siku maalum, wa muda maalum wa kukutana, hata kama ni kwenye mazingira ya pale kwenu pale, kwa sababu zile ofisi nafikiri ni nyingi. Halmashauri ya zamani kuna majengo mengine hayana nani, kwamba wakutane pale kama wanajadiliana, alafu sasa kama kuna hoja au kama kuna mtu ana shida pia, mdau ajue kwamba tarehe fulani mwezi fulani viongozi wangu wako mahali fulani, mkiwepo ninyi Level sasa. Kwa hiyo yakifika pale mtu kama ana changamoto iliyozidi anaeleza pale, inachukuliwa, alafu tunakuja kufanya nini? Inakuja kuchukuliwa hatua kama ulivyosema kwamba kama ni kwenda kwa mkuu wa wilaya, kama ni kwenda wapi, tufanye hivyo. So kwa kweli changamoto zetu ni nyingi. Alivyozungumza aliyemaliza, sisi kila tunapoenda lazima uwe na msindikizaji. Kama huna msindikizaji ni bodaboda. Mimi mara nyingi nimeacha kuja hapa hospitalini, naenda Usambara. Kwa sababu pale hata kama ni dispensary, ukifika huduma yake ni chap. Lakini ukifika ni yale kwamba ukienda na mtu wa bodaboda masaa 3-4 anakuambia bwana, hapa nimepigiwa simu mara 3, naomba unipe 10,000. Huna, lakini lazima utatoa ili kesho kutwa pia ufanye nini? Mfuate. Kwa hiyo shughuli za kiuchumi kwa sisi ni ndogo, lakini wakati huo tunapata changamoto. Huwezi kuacha kwenda hospitalini au kwenye mambo ya kijamii. Kwa sababu gani? Kwa sababu nayo ni mwanajamii, lazima, lakini gharama ni kubwa mno. Sasa ninyi Level tunawashukuru kwa hili, kwamba hawa ndugu zetu, hawa viongozi wetu, kwanza hata mawasiliano wenyewe ukimwambia mbona hajakupigia simu, sijui hiyo vocha atapata wapi. Kwa hiyo hicho ni kitu kimoja ambacho tunatakiwa hawa wenzetu, hawa viongozi wetu wawe na, hata kama ni 10,000, hata kwa muda gani tu, hata kwa muda fulani. Asante sana kiongozi. Mimi naitwa Samuel Vincent Tupa, ni afisa elimu maalumu wa halmashauri ya wilaya ya Lushoto. Nashukuru sana hapa leo, tumefika leo tarehe 2 mwezi wa 3, kwa maana tumewezeshwa. Kulikuwa na kongamano la watu wenye mahitaji maalumu lililowezeshwa na watu wa msaada wa kisheria waliopo Lushoto ambao wanajulikana kama Level. Kwa hiyo tumehudhuria leo hapa, na mimi kama kiongozi nimealikwa katika mdahalo huu. Kwa kiujumla tunashukuru sana kwamba wanasemina wameendelea na mdahalo wao vizuri, japo miongoni mwa maswali waliouliza, swali la kwanza ni kwamba kwa nini vijana
wale wenye mahitaji maalumu. Kwa mfano kule shule yetu ya msingi Shukilai, wao wamejengewa bweni zuri, lakini vitanda ni double deck, wakimaanisha kwamba inawezekana watoto wale hawawezi kulala kwenye vitanda vya double deck. Lakini kimsingi iko hivi kwamba watoto wenye mahitaji maalumu wako aina tofauti tofauti. Kuna wale wenye changamoto ya akili, wale wenye ualbino, kuna wale wenye ulemavu wa viungo. Kwa hiyo vitanda vile vimetengenezwa double deck, kwa maana kwamba kuna wengine wana uwezo wa kulala kwenye vitanda vya juu, lakini wengine wana uwezo wa kulala kwenye vitanda vya chini. Kwa maana hiyo tunaangalia mtoto ambaye ana uwezo wa kulala vitanda vya chini, basi analala vitanda vya chini, na wale wanaoweza kulala vitanda vya juu, kwa mfano wale wenye changamoto ya akili, tena wanapenda sana. Ukimwambia alale kitanda cha chini hataki, anapenda kitanda cha juu. Serikali imeona hivi na tunaishukuru serikali yetu, tunamshukuru mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo anajali walemavu nchini. Kwa hiyo utaratibu huu uko kwa sababu tunaweka double deck kwa sababu ya kuangalia utoshelevu wa wale wahitaji, wateja wetu tulio nao. Na sio shule hiyo tu, tunayo shule ya msingi Irente ya wasioona pale. Wale ni watoto wasioona, lakini wana vitanda pia vya double deck. Tena wengine wanapenda sana kule juu, hawapendi kulala chini. Kwa hiyo tunaangalia pia na uhitaji wao, na tunaamini kwamba tulivyowajengea, serikali ilivyotengenezea mazingira hayo, imetengeneza mazingira sahihi kwao. Kimsingi jamii yetu ya Tanzania inahitaji elimu. Inahitaji elimu kwa sababu wengi wanaficha watoto kwa sababu ya ukosefu wa elimu, ukosefu wa kuelewa kwamba watoto wenye mahitaji maalum ni kama watoto wengine tu. Kwa hiyo tunachokifanya sisi, tunapita kwenye jamii, tunatoa ushauri, tunapita kwenye mashule, tunatoa ushauri, lakini tunapita kwenye familia zenye wazazi wenye watoto wenye mahitaji maalum. Tunawashauri pia na kuwasaidia watoto wengine, ili kwamba wale, ikiwa jamii na watoto wenye changamoto kama hiyo, wasiwafiche, wawatoe kwa kushirikiana sasa sisi na serikali za vijiji na viongozi wa kata. Basi tunaweza kuwachukua, tunawaleta watoto kwa wale, wanakuja shuleni, wanapata elimu, wanakuwa baadaye ni msaada kwenye familia. Na wapo wazazi wameshaona kwamba kumbe elimu ni mkombozi. Walivyotoka watoto wao kule nyumbani ni tofauti na ambavyo wamerudi nyumbani wakiwa wamepata elimu. Kwa hiyo tunaendelea na hilo zoezi la utafutaji wa watoto wale wenye mahitaji maalum, tunaendelea nalo kulibainisha kwenye baadhi ya kata na baadhi ya shule. Sasa mimi wito wangu kwa wazazi ni kwamba wale wazazi ambao wanawaficha watoto, wawatoe wale watoto wenye mahitaji maalum, wale hasa wale wenye ulemavu, wawatoe ili waje shuleni. Tunaomba wazazi hao wawe na utayari, hakuna mtoto ambaye tunakuja kumnyanyapaa. Lakini pia niwaombe viongozi wa serikali za vijiji. Tuna vijiji vingi kwenye wilaya ya Lushoto, tuna kata 33, tuna shule 186 za msingi na shule 68 za sekondari. Kwa hiyo jamii ione umuhimu wa kuwatoa watoto na kutupatia hata taarifa kwa wale ambao wamewaficha watoto wao, ili tuweze kushauriana na wazazi wao. Kwa majina naitwa Mariamu Amiri Kasim, ni mtoa huduma za msaada wa kisheria katika kata ya Shume, lakini pia ni miongoni mwa watu wenye mahitaji maalum. Lakini kwa changamoto ambazo zinatukumba sisi watu wenye mahitaji maalum ni pamoja na kunyanyapaliwa, kukosa haki za msingi kama vile elimu, matibabu na mambo mengine kama hayo. Lakini pia kubaguliwa kwa namna moja ama nyingine. Labda unaweza kwenda ukatafuta msaada sehemu, kwa mfano kwenye ofisi za watumishi, na ukakosa huduma kwa wakati. Lakini ninachojaribu kuomba serikali ni kwamba watuwekee mazingira wezeshi kwa sisi watu wenye mahitaji maalum, ili tuweze na sisi kuwa kama watu wengine. Na hiyo nayo ni changamoto, kwa sababu unaweza kwenda sehemu ukakuta, kwa mfano mimi na experience kama juzi kwenye hili swala la NIDA, kwenye mitaa kule, kwenye vijiji kule, watu walikuwa wanashinda nje, hata watu wazee, mama wajawazito wenye watoto. Kwa hiyo hilo ni changamoto kubwa sana, na serikali inatakiwa iangalie kwa jicho la tatu, ili mradi tu sisi tupate haki, na yani haki ambayo inastahili. Wito wangu kwa serikali ni kwamba watu inatakiwa watuwekee mazingira wezeshi
kwa sisi ili tuweze kuwa sawa na watu wengine. Kwa majina naitwa Miraji Malinda, ni program coordinator wa shirika la Legal Vision Organization maarufu kama LEVO. Kwa siku ya leo tuko hapa na kongamano la watu wenye ulemavu katika halmashauri ya wilaya ya Lushoto. Kongamano hili limewajumuisha makundi mbalimbali ya watu wenye ulemavu ikiwemo ulemavu wa kuona, ulemavu wa kusikia, ulemavu wa ngozi na ulemavu wa viungo. Sisi kama wadau, kama shirika la kutoa huduma za msaada wa kisheria tuliona kwamba zipo changamoto mbalimbali ambazo watu wenye ulemavu wanakumbana nazo, ikiwemo katika masuala ya upatikanaji wa haki kwa upande wao, na kutokana pia na mazingira pia ya ulemavu wao, wakati mwingine wanakosa kushirikishwa kwenye masuala mbalimbali. Kwa hiyo sisi kama shirika tumeona tuitishe kongamano hili ili tujadiliane kwamba ni namna gani ya kutatua changamoto hizo, lakini pia tuone namna ambavyo tuna uwezo wa kushirikisha wadau mbalimbali katika maeneo mengine. Lakini pia tupo hapa pia kuwajengea uwezo wa wao kama watu wenye ulemavu katika kutambua haki zao, lakini pia kujua namna ya kutetea haki zao. Kwa hiyo ndio maana tuko hapa siku ya leo ambapo tumefanya mdahalo huu na umekuwa na tija, na wamezungumza, wameibua vitu vingi, lakini pia tumeweka maazimio ikiwemo namna ya kuyafikisha maeneo mbalimbali na namna wao watu wenye ulemavu namna ya kuibua wenzao ambao aidha wamefichwa kutokana na imani mbalimbali au kutokufikiwa kwa sababu mbalimbali ikiwemo maeneo ambayo mengine hata hayafikiki. Kwa hiyo hayo ni miongoni mwa mambo ambayo tumejadiliana siku ya leo. Wito wangu kwa jamii, kwanza watu wenye ulemavu wana haki kama watu wengine, hivyo wasibaguliwe, wasitengwe na wala wasinyanyaswe. Lakini pia kwa upande hata wa serikali waendelee kuweka mazingira wezeshi kwa watu wenye ulemavu, ikiwemo kwa mfano watu wenye ulemavu wa viungo kwenye majengo yanayojengwa, basi yawekwe namna nzuri ambapo mtu mwenye ulemavu inakuwa ni rahisi kuliko kutegemea labda msaidizi ambaye anamsaidia. Wakati mwingine pia inawagharimu wao kwa upande wao, sehemu labda ya kwenda mtu mmoja inawalazimu kwenda watu wawili, unakuta hata nauli wakati mwingine ni changamoto. Kwa hiyo mazingira yawekwe rafiki ili watu wenye ulemavu nao waweze kuzifikia huduma mbalimbali za kijamii, lakini pia katika kuzifikia haki zao za msingi.